Nashukuru sana Mheshimiwa Naibu Katibu Mkuu wa BAVICHA Taifa, lakini pia anamwakilisha mwenyekiti wa BAVICHA Taifa. Amezungumza mambo mazuri ya kutujenga sisi kama wanachaso, sisi kama vijana wasomi wa vyuo vikuu. Lakini kabla hapo ya kuendelea taratibu nyingine, ningeomba nizungumzie masuala machache, na nitatumia tu dakika moja, dakika mbili, na hayatakuwa mbali sana na dada yangu Reverend aliyoyazungumza. Jambo la kwanza ni kwa viongozi ambao mnakwenda kuchaguliwa siku ya leo. Rai yangu kwenu ni kuwaomba muweze kujisimamia kama vijana wasomi wa vyuo vikuu, kuwa wabunifu katika kusimamia ajenda za wanafunzi. Unajua sasa hivi kuna ajenda mbalimbali ambazo kuna changamoto mbalimbali ambazo zipo ndani ya vyuo vyetu, lakini zimekosa wasemaji. Kwa hiyo sisi kama Chaso inabidi tukawe mstari wa mbele katika kuhakikisha kwamba tunazisemea ajenda hizo, kwa sababu Chaso tangia miaka ya nyuma ndio imekuwa ni taasisi ambayo inawasemea wanafunzi. Kwa hiyo kuna swala la mikopo, kuna swala la boom, kuna changamoto mbalimbali ndani ya vyuo vyetu. Sisi kama Chaso, kwa nia nzuri, kama vijana wabunifu, tutumie jukwaa hili kwenda kuwasemea wanafunzi wenzetu kuhusiana na changamoto, kwa sababu kuna taasisi ambazo zipo kwa ajili ya kutusemea wanafunzi lakini hazitimizi wajibu huo. Kwa hiyo sisi kama Chaso, kwa sababu ni chanzo cha fikra bora, tukatumie usomi wetu kwenye kwenda kuhakikisha kwamba tunasemea changamoto ambazo zipo ili zifanyiwe utatuzi. Lakini nizungumzie swala la no reform no election. Swala la no reform no election, kama sisi wanachaso tukalipambanie. Na tunalipambania vipi? Kwa sababu sisi ni wasomi, ni watu ambao tunalifahamu hili jambo, sio kwamba ni jambo ambalo linatutatiza kwenye kulifafanua. Tukatoe elimu kwa wanafunzi wenzetu, tukatoe elimu kwa jamii yetu, tuwaeleze kuhusiana na ajenda hii, kwa sababu sisi wote hapa tuna ndoto za kuwa viongozi. Sisi wote hapa tunatamani kwenda kuisaidia jamii yetu katika masuala ya kiuongozi, lakini pasipokuwa na chaguzi za ushindani hatuwezi tukatimiza ndoto hizo. Kwa hiyo no reform no election inakwenda kumjengea au kumpa kijana nafasi ule ambaye anahitaji uongozi au anahitaji kuwa kiongozi, aweze kupata nafasi hiyo. Kwa sababu sasa hivi unaweza ukawa ni mwanachuo lakini ukataka labda hata kugombea ubunge, lakini hauwezi, kwa sababu mfumo wa sasa hivi hapo unabeba wazee au unakibeba pia hata na chama tawala. Lakini tukipambania reforms leo hii, sitashangaa kijana wa miaka 23, 22 akawa mbunge, kwa sababu si mifumo itakuwa ipo huru. Wewe umetoka chuoni pale, umeenda kugombea labda nafasi ya ubunge, unaona? Kwa sababu tutakuwa na mifumo ambayo ni ya haki, mifumo ambayo ipo huru, itatuwezesha hata sisi kuweza kuwa viongozi. Kwa hiyo tukaipambanie kwa sababu ni ajenda ambayo iko kwa ajili ya kutusaidia sisi kama vijana kwenye masuala ya kiuongozi, lakini pia kutupa sisi kama wananchi kuamua ni nani awe kiongozi wetu. Kwa sababu sasa hivi unaweza ukawa upo ndani ya jimbo lako, lakini usiweze kumchagua mbunge, anapitishwa tu na mifumo ambayo iko sasa hivi. Rais akiamua fulani anashinda, ni huyu anashinda. Lakini tukipata reforms, mtu yote ambaye tutaamua, awe bodaboda, awe mama ntilie, awe mwanafunzi, anaweza akawa mbunge, kwa sababu mfumo ambao utakuwa upo huru, ni wa haki. Kwa hiyo mtu yote ambaye tutaamua awe kiongozi wetu, lazima tutaheshimiwa kulingana na mifumo ya haki ambayo itakuwa. Lakini niwaombe msikate tamaa. Tumeona kuna jambo ambalo linaendelea ambalo ni kama mradi wa kuendelea kushambulia chama chetu, kwa sababu tunajua kwamba chama chetu siku zote kimesimama imara. Kwa hiyo chama chetu kinaposimama imara,
Ipo miradi ambayo inaanzishwa na wapinzani wetu na watawala ya kujaribu kutudhoofisha, lakini tusikate tamaa, kwa sababu miradi kama hii ambayo ipo sasa hivi, kwa hiyo ya G55 ambayo mnaiona, imewahi kutokea kipindi cha nyuma. Kuna kipindi walikuwa wanahama wabunge, sasa hivi afadhali wanahama hawa ambao hawajawahi hata kuwa viongozi wa serikali za mitaa, lakini zamani walikuwa wanahama paka wabunge. Paka wabunge walikuwa wanahama, wamehama kina Peter Juakali, wamehama kina Joseph Selasini, wabunge wengi, lakini chama kiliendelea kusimama imara. Kwa hiyo hiki chama ni mpango wa Mungu, na mimi naamini kabisa kwamba hata kwenye hili tutasimama. Lakini pia sisi kama vijana tusikubali kutumika. Tusikubali kutumika unapokuwa ndani ya taasisi, kwa sababu tumeona tujisimamie, yani tujifunze kujisimamia, yani tusitumike. Kwa mfano leo hii kuna vijana wawili, mwenyekiti wa Bavicha mkoa wa Kinondoni na alikuwa mwenyekiti wa nadhani wa mkoa wa Shinyanga. Tumeona na wenyewe wamesaliti mapambano. Lakini wamesaliti kwa sababu gani? Ukijaribu kuangalia, ni watu ambao walikuwa wanaongozwa na mtu, ni watu ambao walikuwa hawawezi kujisimamia, kwa sababu yule mtu ambaye alikuwa anawaongoza ameamua kubadilisha direction, na wenyewe wamebadilisha direction kulingana na upepo wa huyo mtu ambaye walikuwa wanamfuata. Kwa hiyo sisi tukajisimamie, tusikubali kabisa kuendeshwa na akili ya mtu, bali tujisimamie sisi kama vijana ambao ni wasomi. Basi baada ya kusema hayo machache, ningependa tuingie kwenye zoezi